Machi 18 Jumanne. Mwaka wa 2025. Unawezaje kukutana na Mungu? Kristo anapokuwa Bwana wako. Matendo 2:42. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Ili kufungua zama ya wikendi ya siku tatu, ni lazima uingie ndani ya masaa 24 ukiwa umeshikilia umakinikaji wa aina tatu yaliyomo katika 777. Ni umakinikaji wa aina tatu. Hasa siku za Jumamosi, kila mtu lazima aongeze nguvu zake kwa ajili ya remnant. Lazima uwaelekeze katika mwelekeo sahihi, kwani una jukwaa na vitabu walivyosoma. Pia kuwasaidia remnant kupata jibu lao katika neno kwa kuhariri kile wanachosoma kupitia Injili, wasaidie kupata vitabu vinavyowatia nguvu. Ni wakati huu ambapo watakuja kuona mpango wa Mungu na ni nini wanapaswa kufanya. Moja, unawezaje kukutana na Mungu? Historia ni mkusanyiko wa hadithi za majanga kutoka zamani. Ndiyo maana lazima ufundishe jinsi unavyoweza kukutana na Mungu. Njia ambayo Mungu mwenyewe alitufundisha ni kupitia Yesu Kristo pekee. Baada ya Yesu kupaa, tuliweza kuomba kwa jina lake. Jina hilo linafanya viumbe vyote kumtii, na ni kwa jina hilo unaomba sana Mungu na kutumia mamlaka uliopewa ndani ya jina hilo. Kazi hizi zilizuka kupitia kanisa. Neno la Mungu, waamini, Injili, wokovu na mkondo wa maombi, vyote vimejumuishwa katika ibada. Ni wakati huu kazi za Roho Mtakatifu zinabadilika na kuwa nguvu kuu ambazo zitatekeleza uinjilisti wa ulimwengu. 2. Kristo anapokuwa Bwana wako. Majibu ya kweli hujidhihirisha wakati Kristo anakuwa Bwana wako. Kwa sababu mpinga Kristo wamekwama ndani ya Mwanzo 3:6 na 11, wanafikiri neema ya Mungu ni upumbavu. Ni watu waliokufa na watoto wa ghadhabu. Hata miongoni mwa waliookoka wapo wengi walio wa ulimwengu wa mwili. Kipengele muhimu zaidi kwa wale wa Roho Mtakatifu ni Wagalatia 2:20. Wale wanaojua ukweli huu hawawezi kushambuliwa na nguvu za giza na kuishia kuzaa matunda ya Mungu, watu na wao wenyewe. Sasa ni lazima utoe changamoto kuelekea umakinikaji wa aina tatu unaofurahia Baptizan 7. Kisha Mwenyezi Mungu anakuwa Bwana wenu, na mwenye uwezo kutoka juu itarejeshwa ili kuokoa ulimwengu. Unapoomba kwa ajili ya uwezo wa Mungu wa utatu kuwa Baptizan yako, Baptizan ya ulimwengu itabomoka na majibu matatu yatafuata. Unapoomba uwezo wa kiti cha enzi kuja juu yako, mamlaka 5 ambayo yatabadilisha zama tatu na jibu kumshinda mtawala wa ufalme wa anga kutadhihirika. Utakuja kuona siku zijazo mapema na kumbi tatu zitatekelezwa. Ombi la agano. Mungu Baba, asante kwa kuruhusu zama tatu. Naomba urejesho wa kumbi tatu, nami nipate kuokoa mataifa 237 na makabila 5,000 ambayo umenikabidhi. Kabla ya hili na Baptizan yako ianzishwe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.